Karibu Elimu kwa Jamii. Video iliyopita tuliongelea kuhusu athari za nguvu za maneno, tukaongelea athari hasi na athari chanya. Sasa katika video hii tutaongea suluhisho la nguvu ya maneno, au kwa namna nyingine tunaweza tukasema matumizi sahihi ya maneno. Kwanza kabisa, tumia maneno yenye heshima, faraja au motisha na mshikamano. Unapotumia maneno ya heshima, aidha katika baba familia au mama familia, kwa unatumia maneno ya kuwajenga watoto. Katika si baba unamtukana mama, mama unamtukana baba, unamtukana mtoto, kwa mtoto atajengwa kisaikolojia. Kwa hiyo maneno yanaweza kumharibu mtoto kisaikolojia pia. Kwa angalia ni maneno gani unayotumia. Kwa unatakiwa utumie maneno ya heshima huko katika baba familia, huko katika mazingira fulani. Hebu angalia kutumia maneno ya heshima. Kitu kingine, leta faraja. Mtu ana huzuni, kwa unampa faraja, unampa matumaini kwamba jambo hili linawezekana. Unampa matumaini. Kingine, inaleta motisha na mshikamano. Tunapoongelea kwamba inafanya kweli mtoto wako alikuwa na grade C, ukamotivate bana, ukipata grade A nitakununulia baskeli. Kwa mtoto anakuwa na motisha ya kusoma, kwa unampa mtoto faraja. Inaleta mshikamano kati ya baba na familia. Mfano, baba na familia inaleta kwamba mshikamano, kwamba kama mtoto ulimwahidi kwamba umemtia moyo, umemmotivate kwamba bana, kwa vile umepata hii grade C, sasa inatakiwa pambane upate grade A, na ukipata grade A nitakununulia baskeli. Lakini kwa vile umepata grade C nitakupa pipi tu. Kwa mtoto atakuwa na mshikamano, anakuwa na mshikamano na baba na familia. Anamwambia mama, baba, nimepata grade B sasa hivi. Kwa unakuta anajitea moyo wa kufanya. Baba, hapa tunafanyaje? Kwa ataleta hata kuwa na mshikamano katika familia, ndani ya familia, katika mazingira fulani, katika kazi, katika labda muktadha sehemu fulani uliopo, katika mazingira ya kazi yote unaofanya. Kwa hiyo inaweza ikaleta, kwa tumia maneno yenye heshima, faraja na motisha na mshikamano, yanaweza kaongeza kuleta na kufanya matumizi sahihi ya mawasiliano. Kitu kingine, kuepuka maneno ya kejeli au dharau au matusi. Unapotumia matumizi ya kejeli huko katika mazingira fulani, aleti vizuri taswira, kwa sababu mtu anaweza akachukulia wengine ni wadhaifu. Ukiwaambia hivyo wako una kejeli, lakini kumbe mtu anamaanisha, unamtukana mtu, unamwona kilema, unamwambia bana zikishikana kutembea. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe anaonekana kwamba mimi kweli ni kilema. Kwa hiyo mtu, kuna maneno ambayo unaweza kumdhania mtu, lakini kulingana na mazingira fulani. Kwa hiyo unapomwambia hizi maneno ya kejeli, anaweza kumharibu kisaikolojia. Kuwa na dharau au matusi. Kwa maneno unamdharau kwamba huyu hawezi, au hutaki ukae naye group moja katika sehemu mazingira fulani. Kwa unapomwacha akakaa katika mazingira yako, unamharibu kisaikolojia kwamba mimi nazauliwa, au unatumia matusi. Kwa matusi anaweza kumuathiri kisaikolojia. Kwa ukiacha kutumia, kuepuka maneno ya kejeli, dharau au matusi, hii inaweza kufanya suluhisho la nguvu ya maneno au kupoteza kabisa. Kitu kingine, kufikiria kabla ya kuzungumza. Si kila maneno au kila kitu unachokifikiria unaweza kukizungumsha. Hapana, inatakiwa ufikirie namna gani na unataka kukiongea. Je, unataka kuongea na nani? Unataka kuongea naye? Si kila kitu ujibu kwa hapo na hapa. Hapana, inatakiwa ufikirie, je, sasa hivi nataka niongee nini? Je, ninachotaka kukiongea ni sahihi? Kitu kingine, mafundisho kwa jamii, matumizi bora ya lugha, au kwa watoto kwamba bana, ukiwa kanisani unatakiwa ufanye hivi, ukiwa msikitini unatakiwa ufanye hivi, ukiwa katika jamii unatakiwa ufanye hivi, ukiwa nyumbani unatakiwa ufanye hivi, hata kusalimia, kufanya nini. Kwa zile nyanja ambazo unaweza kuwafundisha watoto, kwa inawajenga katika mazingira bora ambao hawataathirika baadaye na athari za nguvu za maneno. Kitu kingine tunaongea kwamba ni kutambua kuwa kila neno lina uzito. Tumia maneno kujenga, si kubomoa. Mtu ameshindwa leo, mwambie bana, unaweza, jaribu tena. Lakini akishindwa, tuambia wewe hautaweza milele. Kwa hata yale maneno ataweza yakajenga, lakini akiachukulia yeye pia binafsi, mimi nimeambiwa bana sitaweza, na kweli siwezi. Kwa angalia namna gani huko katika taasisi yako, huko katika sehemu fulani, angalia yale maneno unaoongea, je, yanajenga au kubomoa. Kwa hakikisha kila neno unatumia maneno yenye uzito, unaangalia maneno ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya kujenga, si kubomoa tu katika maneno fulani. Usikose video inayofuata, tutaongelea kuhusu masuala ya uongozi na uwajibikaji. Kwa pia usikose kusubscribe, kushare na kufollow.